Mwamba polisi officer ilibidi ajifiche pale pembeni. Leo bado tujue jina lake anaitwa nani. Bila watumie formula maalum, wao ni makamanda. Si kazi rahisi tu kupambana nao, bali ni kazi ngumu kweli kweli. Inahitaji pia akili ya ziada mno. Ali tete. Kijaribu tu umekwenda na mma. Akisha no maadui wote mzee. Baba. Hakikisha atufi. Hakuna mtu ambaye atakufa hapa. Kila mtu lazima awe salama. Kama nilivyoambia ni Benloyo Pictures tena, The Lightwork House wanaleta moja kati ya sinema bora tena hii hapa. Sauti bora ni sauti ya DJ Nia Kani Machine. Tunaanza sinema, anaonekana dada amekaa pale, lakini wakati anakuja mmewe anahitaji kufanya mazungumzo kidogo na mkewe, na ni moja kati ya mazungumzo muhimu sana kutoka kwa mume. Kuna kazi natakiwa ufanye. Kazi gani? Baada ya kuulizwa kazi gani, kwanza jomba na chamba koo ili kulainisha mdomo. Kuna rafiki yangu nataka ukaishi naye. Anaitwa Kobla. Ni rafiki yangu sana. Nikaishi naye? Na sio kuishi naye tu. Unatakiwa kulala naye, na nitakiwa ukifika pale ufanye vitu kama mke. Yaani majukumu yote ya mke unatakiwa ukayafanye. Kivipi? Na muda utakaishi naye ni ndani ya kipindi cha mwezi mmoja au zaidi. Na sitaki kukupa maelezo mengi. Nitakiwa ufuate kile ninachokuagiza. Dennis, siwezi. Sikiliza Eva. Ninachozungumzia hapa ni pesa. Sizungumzii story. Nazungumzia pesa. You know how much? Sisemi tu siwezi. Naomba basi unipe hata heshima ya kuwa kama mkeo. Sikiliza mwanamke. Kuna heshima yote uipati hapa. Gari zuri la kutembelea, nyumba nzuri. Unaishi kama malikia ndani hapa. Kumbuka, nilikupata wewe kwa shilingi 100,000. Zingatia hilo. Na ukifika kule, hautaitwa Eva. Utaitwa Ellen. Sawa? Zingatia maagizo. Oda ni moja tu kutoka kwa mume. Dennis ameamua mkewe akaishi na mwanaume mwingine, na pia ataitwa Ellen kuanzia sasa, ataitwa Eva tena. Hii ni wiki moja baadaye baada ile tukio kutoka pale. 10 jioni. Saa 10 jioni leo kuna mpango maalum ambao unapangwa makususi kabisa. Safari rasmi, hata kwa na bodyguard. Wao wanahitaji kumteka mtu ambaye hatakuwa na bodyguard siku ya leo, yuko peke yake. Gari. Mpango ni mmoja tu, kumteka saa 10 jioni. Na njia anayopita ni barabara ya Isanga. Michunya. Na anatoka uko upande wa Chunya. Barabara ya Isanga. I say. Hii ni bara. Gari ipo kasi, imembeba mheshimiwa waziri wa taifa. Hata ukiwa tenkini sio mbaya. Mpango ni mmoja tu, kuhakikisha namna ya kumkamata waziri, manake wao wanahitaji pesa. Hakikisha ufanye makosa, kwa sababu nadhani najua huu ni mchezo hatari sana. Na mchezo wanaocheza hapa ni mchezo hatarishi zaidi. Lazima pia wanaocheza mchezo huu wawe ni watu makususi kwa ajili ya mchezo. Kwa kazi kwako. Kilichobaki ni kwa ajili ya kutenda kazi tu, na ni mtu ambaye yupo kazini na bidii amalize kazi. Hii ni mchezo hatari. Wanacheza wale wataalamu wa michezo. Waidi tunasema tumkirad meu kiradi. Kweli waziri anashanga gari ghafla imesimama, kuna mtu anaingia pale. Anauliza nini tena hiki? Mbona sielewi? Siko hapa kwa ajili yako mzee. Mimi niko hapa kwa ajili ya pesa pekee. Na kila kitu ninachokifanya ni order tu kwa ajili ya kupata pesa. Kama shida ni pesa,
kiasi gani unataka nikupatie? Hauwezi ukanipatia kiwango ambacho nakihitaji, na wala siwezi kununulika kwa ajili yako. Hali tete, mambo ishakuwa mbaya. Wewe mzee, alitekwa pale na kwambia wajomba wataki maelezo mengi. Ndio vile tena waziri amekwenda na mma. Wao wanahitaji pesa, afu kiangalia pia ni mtandao mkubwa. Operation M22. Bernard Edison ndio mwandishi wa sinema hii, lakini pia ndio director. Aliletwa moja kwa moja mpaka hapa waziri wa taifa baada ya kutekwa na wale watu wasiojulikana. Alishakuwa mbaya kweli kweli, maskini tabani. Kamera inawashwa ili waziri aombe msaada. Anaambia unahitaji kuongea na watu wako, kwamba sisi tunahitaji pesa peke yake, na pia tuhitaji usumbufu hata mara moja. Ilibidi kweli waziri anza kujitetea pale. Ya pili toka nimetekwa. Ina maana hata vyombo vya habari huko havijatangaza habari zangu. Kama ni pesa, si wapeni hizo pesa wanazohitaji. Kama ikifika siku ya 3 hamjatuma hizo pesa, milioni 900 tunamuua. Siku iliyopita kabla ya leo hii, tunarudi kwanza nyuma kidogo, kabla pale hata waziri hajaanza kuomba msaada. JLU Force Base, majira ya saa 1:20 asubuhi. Ili ni jeshi la uokoaji. Vijana wako hapa madhubuti kabisa, wanapiga kazi kama unavyojua tena mambo ya jeshini. Tumepoteza vijana wetu. Ilibidi wafanye kikao kwanza cha mtindo za kuweza ili kujua namna gani wanaweza kufanya namna kumwokoa waziri. Shujaa wetu. Kiongozi yuko pale anatoa information maalum. Najua haikuwa mission rasmi, na hii yote ni kwa sababu ya utiifu na nidhamu katika jeshi hili. Walikwenda kukagua gari lilokuwa limetelekezwa. Dhumuni ilikuwa ni kupata walao ushahidi wa fingerprint. Waliweza kufariki hapo hapo kwa mlipuko wa gari. I say, baba, hatari. Unafikiri Mr. Kenny, kwa uzoefu wako wa intelijensia unatuambia nini? Mr. Kenny anabidi aongee kitu pia. Yeye ni professional kabisa intelijensia. Kesi ngumu zote. Katika uchunguzi wangu wa awali nimegundua mambo fulani. Kwanza, ni kweli minister ametekwa, na inaonyesha kwamba mtekaji alikuwa na servant wawili. Mmoja alimuua dereva, anaeleza tukio kama lilivyokuwa, na huyu wa pili alilipua gari. I say, baba, hii haitoshi sisi kuamini kwamba mtekaji huyu alikuwa na servant wawili pekee. Lazima wapo na wengine. Tunatakiwa tuumize kichwa hapo. Lakini kitu ambacho kinanishangaza mimi ni kwamba najiuliza, nini hasa malengo ya hivi? Mtekaji anahitaji nini? Jubek, unaweza kutupa mawazo yako kwamba wewe unadhani ni nini malengo ya mtekaji? Kupitia kompyuta yako kila mtu atafungua link nitakayomtumia. Kama ni pesa, sio wapeni hizo pesa wanazohitaji. Kama ikifika siku ya 3 hamjatuma hizo pesa, milioni 900 tunamuua. Mhalifu anahitaji kiasi kikubwa sana cha fedha, na jeshi letu halina taratibu ya kubagain
wala kukubaliana na mhalifu. Hivyo tutatuma vijana wetu special agents, watakwenda kulimaliza hilo. Haijalishi ana watu wangapi, ana kundi gani, tunakwenda kulimaliza. Kazi yetu ni moja tu, kumkomboa waziri. Jubeki, kwa nini unabeba hili? Kwa nini tupambane sisi peke yetu? Wakati huo serikali ina majeshi mengi sana. Mimi nadhani tungeomba msaada ili tuendelee kupata msaada zaidi. Uone kama tuendelee kupoteza vijana wetu? Najaribu sana kutumia akili. Tukijaribu kuomba msaada, media zote zitapata taarifa, na mtekaji pia atakuwa ameshajua tunampoteza mheshimiwa waziri. Ni lazima tuendelee kutumia jeshi letu la siri. Mpango ni mmoja tu, taarifa itatolewa kwenda popote pale, na jeshi ambalo litafanya kazi ni jeshi la siri peke yake, ambalo hili ni jeshi la uokoaji. Yako sahihi. JLU. Naona unakwenda kutekeleza maagizo, manake umeafiki. Yeah, ni kwa ajili ya usalama wa kiongozi wetu. Juzi tumepoteza watoto 3. Leo hii mnatuma watoto wengine tena. Hamuoni mtazidi kupoteza nguvu kazi kwa sababu ya vitu vidogo tu? Sikiza kitu kimoja. Wale watu wanachotaka ni pesa. Milioni 900. Kwa nini msiwapatie tu hizo pesa? Ni pesa ndogo sana. Unajua najaribu kulinganisha uhai wa watoto mnaowapoteza na milioni 900. Kipi kina thamani? Serikali ina pesa nyingi sana. Hebu wapatieni. Alafu sio kwa sababu yeye ni general basi kila anachokiongea ni kukikubalia tu, kukubali tu. Anapaswa kupingwa sometimes. Sidhani kama umefikiri kiundani kuhusu operation hii. Wale ni vijana wadogo sana. Mr. Ken, kuna kitu unanificha. Kwa nini unatetea sana swala hili wakati wewe upo katika ofisi ya waziri na ulitakiwa kuwa naye pamoja katika matatizo alionayo? Msitetei. Najaribu tu kuwaza kwamba milioni 900 ni kitu gani kwa serikali yetu. Ni kitu kidogo sana. Na msifikirie ndani ya boksi. Wale watu hawawezi kumuua waziri. Wapeni pesa tu, wanamwachia mara moja na hili swali linakuwa limekwisha. Nadhani umesahau. Jeshi huwa halina utaratibu wa kubageni na mhalifu hata siku moja. Halafu kwa nini unawaita wale watoto? Kumbuka, jeshi huwa aliangalii mwili wala umbo la mtu, bali akili. Tazama Siafu, pamoja na umbo lao dogo kama wanavyoonekana, wanaweza kumwangusha tembo na kumuua kabisa. Hivyo Siafu ni kama jeshi. Sisi tutapambana na tupo tayari kufa. Hatutatoa hata shilingi 100. Anyway, fanyeni kazi. Anaonekana ni mtu ambaye ana mashaka sana. Nini ambacho kipo nyuma yake? Anaonekana kutetea kweli pesa ipelekwe kule alikoteka waziri, na anaonekana ni mtu ambaye anafanya kazi pia kwenye ofisi ya waziri. I say. Ile yote kote ni kwamba amekataliwa. Wazalendo wamesema tutapambana. Kwetu kufa si kitu. Kwanza tuliapa tutakuwa tayari kufa kwa ajili ya taifa letu. 3, tuanze. Upande wa pili vijana huko wako wanapasha. Kama unavyojua tena vijana jana. Twende. 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 Zaidi. Ese. Hii ndio michezo ya Jeddah. Ukija hapa kama ni akani goigoi nakwambia wewe, wajuzi. Jomba ameshinda pale. Safi. Metisha. Piga mbata. Hii ndio kawaida ambayo mara zote wanacheza.
I say. Lakini pale alikuja kamanda muda ule. Wote wanatulia kwanza kwa ajili ya kuona nini kamanda alichokeleta. Wengine wako wapi? Wapo kupasua kuni. Relax. Anakuja kuwapatia taarifa ya msingi sana. Nendeni mkavae. Mchukue silaha zenu. Tasubiri amri yangu. Oda ni moja tu. Wanatakiwa kavae na wasubirie oda ya kamanda. Maana kuna kazi kubwa kabisa inayotakiwa kupigwa. Na kama unavyojua wanajeshi, moja ya kitu ambacho wanakipenda ni vita. Yaani kwenda kupambana kwa ajili ya taifa. Lakini pia kuna wanaokuwa kwa ajili ya hofu. Ila pia wako wale ambao wanasimama kwa ajili ya kuhakikisha wanapambana mpaka mwisho. Hey. Hii si baraa. Mimi na hamu ya kuua kinoma. Wajomba na mizuka kama ilivyoambieni. Loleza Forest. Moja kati ya msitu mkubwa kabisa Loleza. Msitu unatisha ile mbaya. Acha! Njemba tayari zishafika katikati ya msitu. Loleza. Misheni ni moja tu. Kuhakikisha kwamba najua waziri wapi alikofichwa na namna gani ya kumkomboa waziri bila kutoa hata 100. Tunatoaje pesa na akati nguvu tunazo? Tumekula kiapo kufa kupambana kwa ajili ya taifa hili. Alafu leo hii eti tutoe pesa ulisikia wapi? Hamna pesa inayotoka hapa na waziri pia anapatikana. Wako madhubuti kweli kweli vijana. Hizi ni kazi kutoka nyumbani kwetu Mbeya. Lakini kama Bollywood au Hollywood nyumbani kwetu. Wanatazama mazingira kwa umakini wa juu, lakini bahati mbaya iliyoje, tayari washaonekana. Maana huko walikokwenda pia kuna ulinzi mmoja makusuzi sana. Huwezi ukaingia kiboya tu katoka kirahisi. Taban ile wameachwa. Wanazidi kusogea ila muda mrefu tayari washaonekana. Manake ndio moja kati pia bahati mbaya kubwa zaidi kwa kutokea. Unakwenda kumwinda tayari amekwisha kuwa kwanza kukuona. Ila ngoja tuone nini makamanda watakifanya. Njemba ilikuwa nakula kasi moja hatari. Maana tayari ameshashuhudia tukio nzito zaidi. Kula mbio ili kuona namna gani ataweza kufanya ili kuokoa hili jahazi lililokuwekwa hapa mbele. Tumevamiwa mkubwa. Wengi. Maadui wanakuja afu ni wengi ile mbaya. Kati ya 5 au 6. Nisubiri hapo. Subiri. Alifikisha oda. Aliyempatia oda pia na mwenyewe anakwenda kupeleka oda sehemu nyingine. Maana tayari hapa kambi ishaanza kuwa matatani. Walioingia hapa ndio kuleta zoruba.
Na shida gani? Mbona unapumua? Vipi mzee? Vamiwa. Tumevamiwa boss. Na wanajeshi wako wengi sana huko msituni. Sina idadi yao. Kati ya 5 au 6. Piga bat. Hataki utani. Wameleta pesa zetu. Wameleta pesa hao. Chukua wenzio haraka. Waingie kazini. Inabidi wachukue wenzake timu kwa ajili ya kwenda kupokea pesa yao. Ndio mawazo waliofikiria wao, haraka tu, kwamba ni wakati wa kwenda kupokea pesa, na mwenyewe pia anakula balu pale pale, maana pia sio kuamini kivile, lolote linaweza likatokea. Amesemaje? Piga bat. Kachukua wenzio chap. Ni wakati wa kwenda vitani. Wakati wa vita. Njemba huku ziko tayari hazijui chochote kinachoendelea, kwamba muda mrefu tayari washashtukiwa. Tumevamiwa zee. Ilibidi wale chini bangla la RPG mipigwe kapiga pembeni kule. La. Baba. Kimewaka. Unasubiri nini kusubscribe moja kati ya channel bora kabisa Ben Loyo Pictures? Lisasi pale zikaanza nakwambia, sasa nipe nikupe. Hii hapa ndo hatari kubwa. Yaani bara hapo mtana nakwambia peleki. Namna kujitetea ndio nzito kweli kweli. Hali shakuwa mbaya. Piga risasi kama zote. Ni bara. Kesi shakuwa ngumu huku. Mbio aliyekwenda kumvamia naye anajiweza ile mbaya. Acha kabisa. I say. Hatari. Video tembe mwendo kasi kweli mbele pale mbele lini chini. Hii tayari shakuwa vita macho kwa macho. Risasi na mwaga wakati ule kwa ajili ya kushambulia ili kuhakikisha kila kitu kitakuwa salama. Wajomba wako madhubuti, pia maadui wako madhubuti. Waliyekuwa na mwinda sasa na mwenye kashtuka wamejikuta wanaindo wao. Wewe. Kimewaka. Over Rambo. Kama tiger kwenye bag. Acha kabisa. Baba. Yaani hatari kubwa kweli kweli. Mwamba polisi officer ilibidi ajifiche pale pembeni. Leo bado tujue jina lake anaitwa nani. Bila atumie formula maalum, wao ni makamanda. Si kazi rahisi tu kupambana nao, bara ni kazi ngumu kweli kweli. Inahitaji pia akili ya ziada mno. Ali tete. Kijaribu tu umekwenda na mma. Akisha nao maadui wote mzee. Baba. Hakikisha hatufi. Hakuna mtu ambaye atakufa hapa, kila mtu lazima awe salama. Usalama ndio njia pekee ambayo tunahitaji hapa. Na wala hatuna muda wa kupoteza hata zelufi. Kwani ni kwanza tupoteze? Da. Baba.
kuna njemba hii hapa. Ilikuwa najaribu kusogea, ila tayari anawindwa. Iko mwanaume wa kazi yuko hapa. Wakati amlia timing. We, anageuka wapi? Anajaribu kamchota kule, mwingine anakuja piga risasi. Wewe acha wewe. Ila kabla yote pia anatuliza. Tulia kijana. Mwamba anamtuliza. Tulia kijana. JLU Force, jeshi la uokozi imo. Pumbabun, piga risasi. Sasa habari zako hapa. Ukihitaji pia kupata huduma za matangazo, mcheke Benloyo Pictures. Atakuongoza vizuri kabisa kupata matangazo kutoka kwangu DJ Nia Khan. Bado kazi ni nzito zaidi katikati ya uwanja wa vita. Ndio maana sinema hii pia inaitwa War, yani vita. Achana war ile ya Tiger Shroff ama Hrithik Roshan na JNTR. Ini war kutoka Mbeya kwake Benloyo Pictures. Picha bora kama hizi Tanzania nzima ni kutoka hapa pa Benloyo Pictures. Cha kufanya tu uendelee kusubscribe channel bora hii hapa, ili kwa kwanza kupata huduma hizi zitakapokuwa zimetoka mapema kabisa. Naweka pia kengele hapa. Anakuja namkuta mtu mmoja akatulia kabisa, hata ana wasiwasi. Uko chini ya ulinzi. Mkamateni. Kwani wapole bana nyinyi. Kizembe tu hivyo. La. Weka buruki chini kama kweli nyinyi wanaume. Ila kabla yote, angalia hapo chini mko wapi? Vipi tena wazee? Ilibidi Jomba ashuke chini anapoonyeshiwa pale. Jomba anajiamini sana. Anafukua pale chini pana bomu. Mtume. I say. Jomba anakuambia kaikanyaga. Swala. Fisi. Fisi? Swala? Umekanyaga bomu. Umekanyaga bomu mzee. Unaitwa nani? Jina lako? Sasa akaanza kutetemeka pale. Unaitwa nani wewe? Unaitwa nani pumbavu nyie? Unataka nini? Unataka nini mshenzo wewe? Bonyeza pale kimoja tu. Piga risasi. Tutakufa wote. Kicheza tu umeisha. Dinga na tukana. Takuwa! Mtawaua wote! Washaanza kupata wasiwasi. Pesa zetu ziko wapi? Pesa? Mnapambana kwa ajili ya nini? Nyinyi mnapambana kwa ajili ya nini? Yani nguvu kazi yenu. Na hiyo ndio tofauti yetu kati ya sisi na nyie. Tofauti ni kwamba nyie mnapambana kwa ajili ya maisha, yani mnapambana kwa ajili ya serikali, ila sisi hapa tunapambana kwa ajili ya pesa, maslahi binafsi. Yaani mmelipa miezi mingi sana. Sisi tutamani tungelipa hata mwezi mmoja tu. Au mnafikia tujasoma? Kwa nini mnaumia na pesa ambazo sio zenu? Mnaumia na nini? Nauliza! Weka pembeni. Uwa mbwa. Wote teketeza hapa hapa. Piga mbata pumbavu. Wesh! Kijana anakuambia na asila ya kuua ile mbaya. Ilibidi azimwe bonga la banzi. Piga mbanzi na hao. Hatimaye baada ya yote yale wanaondoka pale pale. Fisi. Hadithi yangu ishatimia, nakufa leo. Mwisho wangu umeshafika sasa. Nyinyi ndio niacheni mimi hapa. Aliomba wenzake ondoke kwa sababu amekata tamaa zidi ya maisha yake.
anaamini tena hatopata maisha kuanzia wakati huu na kuendelea. Tunarudi pamoja nyumbani. Anaambiwa usijali hata mara moja rafiki yetu. Niacheni niondokeni. Hapana, nyie nendeni. Nitawamaliza hao wote. Mimi nitafanya kila kitu hapa. Niacheni niondokeni. Aliwasihi sana wenzake waondoke wakati ule. Ni huzuni kubwa zaidi inaendelea maskini. Wakati mwenzake pale hajahitaji kuondoka hata mara moja, akaanza kuchimba udongo ili kuona namna gani anaweza akamsaidia mwenzake. Huu ni moja kati ya upendo mzito sana kuwahi kutokea. Na rafiki mara zote wa kweli anatakiwa kuwa na moyo wa upendo kama huu. Alifukua na kufukua tena. Akaanza kucheza pale na system ya bomu ili kuona namna ya kumsaidia mwenzake, na kama ikosea pia wanakufa wote pamoja. Kama Mungu vile alisaidia maskini, ameweza kutoa ile pin ambayo fuse pekee ndio ilikuwa inaweza ikafanya bomu hili karipuka pia. Manake mpaka sasa wako salama. Jomba kumbuka hapo alipokuwa mpigwa risasi, anatoa mguu pale, lakini ndio vile tena hana nguvu. Hii inasikitisha kweli kweli. Aisee, wote ni makamanda ambao kupambana kwa ajili ya taifa lao pekee, na wala hakuna kingine chochote kile wanachokihitaji. Kila kinachofanyika, kila kinachotendeka ni kwa ajili ya taifa peke yake. Utapata maumivu kidogo. Inabidi afanye operation bubu pale, ndio maumivu atapata, lakini bado anatakiwa kuvumilia tu, sababu hatuna namna hata mara moja. Ila liko kweko mwamba yule kutoka polisi afisa hapa, anasikia mgurumo mkubwa kabisa wa pikipiki. Akagundua tayari ni nyuma yake, anageuka wakati ule kwa ajili ya kumshambulia adui. Piga risasi. Mwamba anakuambia anazikwepa zile risasi. Piga wapi? Alichona hapa nikichelewa panda kufa. Ilibidi atupe bunduki kule pembeni. Sasa anahitaji kwenda kumkabili moja kwa moja. Anatembea kwa mguu mwamba kwa bodaboda. Nijabu juu kwa juu namna hiyo kamkataa. Wewe upande wa pili nakwambia. Kaumia lakini bado yuko katikati ya uwanja wa vita. Jomba pale geuza pikipiki pale pale. Bado tujamalizana. Tujamalizana bado. Kwenda tena kwambia kamdunyua. Pale kachomoa ile kitu. Risasi imetolewa tayari. Mwamba iko salama kuanzia sasa. Utabaki hapo. Yoyote atakayekuja mbele yako ni adui yako. Alipewa angalizo moja tu, anatakiwa kupambana kwa namna yoyote ile. Jomba yuko hapo chini maskini. Ila pia kuhitaji kumpiga risasi. Ilibidi amwache kama vile alivyokuwa. Maana hajapewa hoda ya kuua hata mara moja. Wanachohitaji ni pesa milioni 900.
Mwamba amekaa hapa, baadaye anakuja kushtuka. Alipaisi wapo mtu alipiga risasi pale pale zikawa zimekwisha. Inabidi achukue ile kubwa, lakini pale pale hawezi tena kufanya chochote. Shakutwa. Jomba na hasira anakuambia, bado Mwamba anajikokota namna hii. Ili kona nini atafanya kwa ajili ya wenzake pia. Fika hapa mbele na mkute kwa adui. Adui anakuja speed wakati Mwamba anakimbia. Maana yule ana risasi afa, ukiangalia hana kitu. Inabidi akimbie kumvutia muda. Mwamba anapiga risasi bila formula. Jomba anakuambia anakimbia. We! Over Tiger Shirov kwenye bag. Namvutia kamba mbele. Pwese mjomba pia uko nyuma huko bara. Mbwembwe kama zote. Mwamba pia kweke yuko hapa, nyuma yake kuna adui. Na huyo adui ni yule mwenye tamaa kubwa kabisa za kuua. Yeye amesoma na degree, afu anafanya kazi aje kulipwa mshahara hata mara moja. Anamwambia leo lazima nitakuwa wewe. Ila nyuma yake tayari amekwisha kuzungukwa. Piga mtume. Kabla ya mpiga risasi nakwambia ulimwahi. Kama sio hivyo ilikuwa pia anakwenda. Yule mjinga ameenda huko. Kesho tumfuate. Inabidi umfuate adui mwingine, waachana na huyu ambaye tayari shapigwa risasi. Msitu wa ajabu kweli kweli. Mambo hapa yameisha umana. I say. Chini pale kuna sniper amelala. Wakati anawatizama tu, ni ule aliona mwanzo kabisa. Kati anafyatua risasi na mle inatoka. Hii hapa. Mtume. Mama. Pigwe pale chini kidogo ya kwapa. Jomba chini tayari. I say. Nyati. Nyati. Alitete kwa nyati. 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 Piga zaidi bila fomu na kuambia kachanganyikiwa. Nyati tayari kasha kwenda. Afu mjomba hapa anaibuka. Risasi zimeisha. Alipaniki kwa ajili ya kifo cha nyati, ila bado pia ameshindwa kumaliza adui. Adui anacheza mbele sasa, anakimbia. Mbele hapa yuko Mwamba. Na kuna mtu anahitaji hapa ajichanganye. Fika hapa kwa ajili ya kupata utulivu kidogo. Ila nyuma yake tayari kuna adui. Wewe, piga risasi pumbavu. Wanajeshi wanazidi kupungua kutoka jeshi la uokoaji. Hali mbaya mno. Acha! Alitete kweli kweli. Hey. Yani alitete mpaka tete tena. Twende. Hajakubali.
kubwa kuvunjia mlango. Wewe utaua. Ila pale kuna guu moja linaonekana ili hapa. Yule mwenye matamaa ya kuua. Ile leo atajichanganya. Bado ipo kijana. Kwambie kama nipi nikupe. Sogea huko. Wewe bado mtoto mdogo. Wewe unapigana kwa ajili ya taifa, mimi napigana kwa ajili ya pesa bana. Sasa ngoja tuone nguvu kati ya taifa na nguvu kati ya pesa. Akaguswa, piga nyingine pumbavu. Kwambie unaniotea. Imu. Mtume. Kula ndungo. Hajakubali. Bano ile MP. Vunjili ambal. Mkono tayari ndio vile tena umekwenda. Vipi baba? Vipi? Ashacha mwele pini pale pale. Mwa. Tatu kiambali. Hey. Vijana wengi wamepungua, ni mwamba mmoja tu hapa ndiye aliyebaki. Mpaka sasa ana survive. Wenzake wengine wakwapi bado. Vita ni mbichi kweli kweli. Ila wengi wao tayari wamekwisha kwenda na mma. Mission ni moja tu, kwenda kumwokoa waziri kwa namna yoyote ile. Hakuna media yoyote ambayo inajua kwamba waziri katekwa. Ila mpango ni kuhakikisha kwamba waziri anasaidika kwa namna moja ama nyingine. We, jemba moja nakwambia nishuka hapa. Imejaa ile mbaya. Sasa nakwambia namkusanya. Bigituna moja wa hatari. Wewe. Twende. Hatari. Hey. Mbele pale pia kuna hatari kubwa zaidi tena nasogea. Mambo ni mbaya mno. Piga ile mbaya. Nilikuwa napigwa mkusanyo mpya. I say. Acha. Wewe. Mama. Jomba anajiweza ile mbaya. Wajeda tayari washaanza kuzidiwa. Hii ni baina ya wajeda wema na wajeda wa ovu. Wanapambana wengine kwa ajili ya fedha, wengine pia wanapambana kwa ajili ya uzalendo. Lakini wote vile vile wako halali, kila mtu yuko na uzalendo wake anaofanya. Maana kikubwa si anayepambana kwa ajili ya pesa, uzalendo wake ni pesa. Jomba likimbia kwa muziki mimi siwezi. Hey, kula ndungo. Anasepa. Kwambia Bamza anamfuata kule alikokwenda. Huku polisi afisa maskini wa Mungu yuko aritete. Ni sasa. Piga risasi. Mara pili unaniacha nini? Piga risasi wewe. Siwezi nikakuua. Kwa sababu nishakuwa kwenye familia kama hii. Unamaanisha nini? Nimeshawahi vaa gwanda kama hizi. Kwa hiyo unamaanisha wewe ni mwasi eh? Jomba kumbe alishaikuwa mwanajeshi. Yako. Unaweza kusema vyovyote unavyotaka. Vyovyote unavyotaka. Kwa sababu huwezi kuyajua maumivu niliyopitia.
Hujui maumivu unapitia. Mwamba anaonekana kuna hadithi ambayo ameshawahi kuipitia kabla ya leo. Na hapo ipo kwa ile kwa tuhadisia ile hadithi ya kile alichowahi kukipitia, na mpaka leo ameamua kusariti jeshi lake na kuwa mwalifu. Nimeona gari nje. Maana yake kuna maumivu ameshawahi kuyapitia. Nilikuwa najiandaa kutoka. Hadithi ndio hapa inaanza. Okay. Vipi brother? Una mke? Hapana bro. Ni rafiki tu. Habari Shem. Salama. Karibu sana. Asante. Nini hiki blaza? Unajua taratibu za kazi zetu haziruhusu kuwa na watu kama hawa. Utawasababishia matatizo. Na taratibu zote unazijua. Ni sawa bro. Lakini No, hii si sawa. Najua kuna vitu binadamu hawezi kuvikwepa. Lakini hata hivyo nilikuwa na mpango wa kumpeleka mbali kabisa na hapa. Anyway. Sikuwa natoka? Yes. Twende. Manake yote kote kwa picha yetu tunapata hadithi kwamba huyu ndio Mr. Cobra mwenyewe ambaye mwanzoni alikuwa anamtengenezea matatizo, yani mwanamke ambaye alitakiwa kwenda huku abadilishe jina kuitwa Elena. Mwamba anakuja anaita Elena. Elena yupo. Dennis. Elena yupo? Kivipi Dennis? Kama ulivyonisikia, kama nilivyokuambia kwenye simu, Helena hayupo brother. Nilikwambia watu kama wale hautakiwi kuwa nao karibu, utawasababishia matatizo. Nadhani sasa umenielewa nini nilikuwa namaanisha. Unataka nini? Wow. Very simple. Kuna kazi inatakiwa uifanye. Kazi gani? Waziri anatakiwa kutekwa. Yaani bosi wako. Ni bosi wako pia? Ya, ni bosi wetu. Lakini kwa sasa tunaweka pembeni mambo ya ubosi. Tunataka pesa. Hata mtu aliyekuwa anaaminika kabisa kwenye ofisi ya waziri ndiye mtu pia aliyeshiriki kumteka waziri. Vipi kuhusiana na Erin? Inaonyesha picha pale Erin akiwa matatani kweli maskini. Pumbavu ni wewe. Relax. Mwambie tulia. Nawe salama. Huyo binti ili awe salama lazima ukubali kufanya mission moja tu. Kwenda kumteka waziri kwa namna yoyote ile. Fuata maelekezo nitakayokupa. Ili nawe salama. Kazi yangu ni nini? Vizuri. Inabidi aulize majukumu yake moja kwa moja. Siku ya Ijumaa haufiki kazini. Tafuta dharura yoyote ile, usifike kazini. Alafu utafuata maelekezo nitakayokupa. Hapo Elena atakuwa salama. Ukifanya tofauti utamkosa Elena. Na naweza nikaihakikishia ofisi kwamba wewe ndio ulisababisha waziri kutekwa, na hakuna ambaye hataamini kwa sababu mimi na wewe tuko ofisi moja na yeye. Mpango huu ni wa muda mrefu kidogo. Tunaweza tukamshikilia Elena ndani ya mwezi au miezi miwili na pengine zaidi. Kwa hiyo unaweza kwa change muonekano ili usionekane moja kwa moja katika uhalisia. Hiko ndicho kilichomtokea Mwamba. Na hiki ilibidi amwelekeze kabisa huyu mwanajeshi ambaye kila wakati amekuwa anamwacha hai. Bahati yako. Ukitoka salama, pongezi kwako. Inabidi ajaribu bahati yake kijana kama atatoka salama, na kama akitoka salama pia amepewa pongezi kubwa kabisa.
Misheni bado nzito. Nzito haswa kabisa. Dubu. Chui. Nafurahi kuona mzee. Hakuna atakaye kufa. Wengine wako wapi? Sijui. Sina habari nao. Ramani yetu inatuelekeza wapi, huku au huku? Sina hakika sana. Ila nadhani ni huku. Hamjakosea sana ramani. Pale pale wanakutana mwamba huyo. Wewe. Kumbe ni wewe. Nani anayekutuma? Pesa kwanza, mazungumzo baadaye. Kinachohitajika ni pesa peke yake. Mwanajeshi afanye makubaliano na mhalifu. Ndio. Naomba ujisalimishe. Kabisa. Basi nawakaribisha. Njoo. Karibuni. Njooni mnikamate. Njemba anajiamini ile mbaya. Vijana wamechoka. Inabidi wakwende mtungo. Wanajaribu. Wewe, mama we. Sogea huko. Mbata. Bonga la ngumi. Inabidi wamchangie. Kila bado changamoto wa kuambia mjomba na wagawa kwa mbili. Sogea huko. Wewe. Imo. Hakuna kulemba hata mara moja. Aya. Imo. Kaikata. Twende. Pwese. Acha wewe. Hatari. Piga kubwa. Sogea huko. Sinichanganye. Hataki matane hata kidogo. We. Hey. John. Kanyaga mwenzake pale kapata lifti. Over and back. Lazima mtengenyue. Ila mjomba anajiweza ile mbaya. Wewe. Nakwambia bado bila. Nibidi wamtulize kwa namna yoyote ile. Wanahitaji kumtawanyisha kabisa. Kwambia alishambuliwa kama nini. Ni wajeda. Hawana muda wa kwanza kubaliana na adui kwamba tutakulipa kiasi fulani. Tufanye hivi. Wao ni wazao mapigo na mwendo. Tukifa utajua mwenyewe, tukipona utajua mwenyewe. Cha msingi tunaishi maisha yetu tukifuata uzalendo. Yuko wapi waziri? Wanamuuliza waziri yuko wapi, lakini pale pale tunaonekana mjomba pia tunampoteza. Majibu hajapata mpaka sasa kuhusiana kwamba waziri atakuweko wapi. Nibidi wanyanyuke, wamechoka kula ndungo. Itakuwaje sasa? Mambo ni mbaya mno. Bado tupo katikati ya msitu mkubwa. Sniper pia yuko makini kweli kweli, ili kuhakikisha kwamba kila anachokihitaji kinakwenda kwa vile anavyotaka. Unaona? Vipi? Ndio. Unaona? Ndio. Nzuri sana. Tena kwa karibu zaidi. Hata mwenyewe nawaona. Unaonaje? Alimuuliza unaonaje? Ila pale uko na bunduki. Piga risasi mbwa huyu. Mbele hapa nakutana tena Bamsa huyu pako na ndunga. Dogo alimkimbia. Leo tena nakutana naye. Namjua huyu brother, namjua. Huyu hafai. Piga risasi. Msaada umetoka wapi? Pale pale kuna msaada unatokea. Tuko pamoja wazee. Tuko pamoja. Safi kabisa.
Jomba alikuwa anataka kukimbia, namjua huyu. Ila ngoja subiri kidogo. Huyu mbwa alinitesa mimi. Wanacheza mbele bado. Ili kona itakuweje? Hatari kweli kweli. Nifika mpaka hapa, wanamkuta waziri ndio yupo, lakini hamjapewa hela zenu. Ana bomu. Sawa. Lakini je, kama mimi nitawapa za kwani? Hapana mheshimiwa, sisi ni vijana wako na tupo hapa kwa amri ya General Jubek. Waziri anapata matumaini akiwa amechoka. General Jubek ndio. Sijua tu. Vipi kuhusu sasa na hili bomu? Usijali. Najua jinsi gani ya kufanya, sawa? Wakati kijana anasogea kwa ajili ya kwenda kumkomboa waziri ili kutoa ile bomu, na sasa wapo tayari kwa ajili ya kuondoka. Lakini kumbuka, baadhi ya maadui wapo kule katika ofisi ya waziri mwenyewe. Napenda kuwapongeza katika jitihada yenu ya kumkomboa waziri. Na waziri anatamani sana kuwepo katika kikao hiki. Ila kutokana na afya yake nimependa abaki akitibiwa. Na waziri amependekeza nyinyi kuwa vijana wake, yani walinzi wake. Na hii yote mmepewa promotion kwa sababu ya umahiri na utiifu katika jeshi letu. Tungependa kujua ni nani alikuwa mlinzi wa waziri kabla. Yes, hilo ndo swala msingi. Obla amepotea, hajulikani alipo. Sijui alishakufa. Na katika operesheni yenu M22 kuna kitu chochote mnaweza kubaini hasa katika mpango wa kumteka waziri? Swala la msingi. Katika operation ya M22 hatujafanikisha peke yetu. Alikuwepo mtu ambaye alikuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Alisema kuwa yeye ni mwanajeshi, japo hatujajua anatoka kikosi gani. Na yeye ndo ana majibu ya maswali yote. Ni nani? Mwamba anakuja pale na majibu yote ya nini kilichotokea, nini kinachoendelea. Lakini leo ajaje hivi amekuja na mtumiwa. Mtumiwa huyu hapa alihusika na mipango yote ya kumteka waziri. Mr. Ken, nilikuisi mapema kwa jinsi ulivyokuwa unaongea. Lakini kwa nini umekuwa wewe? Mr. Ken pia na mwenye na hadithi yake leo kwisha kumtokea. Ilikuwa majira ya saa 10. Usio safari rasmi. Akiwa ametulia, lakini atakuwa yeye na dereva kwa kazi kwako. Kwa daula ndio muda pia ambao alikuwa anatoa information zote za kila kitu kinachoendelea. Hizo hatari sana. Sawa. Nakuamini sana. Ameuza information zote. Yote kote ni kwa ajili ya pesa tu. Ken, ofisi ya Amini. Kweli wewe? Kobla, najivunia sana kuwa na kijana kama wewe. Kumbe hujafa. Tumekula kiapo ndio, kuipambania nchi yetu mpaka kifo chetu. Lakini vipi kuhusu sisi? Nilitekwa kiakili, kimwili pia. Vipi, mlikuwa wangapi? Alituma chochote kwenu? Alituma msaada wote kwenu? Kwangu je, ulituma msaada wote? Baada ya kuona nimepotea, ulichukua hatua gani? Kama kiongozi ulichukua hatua gani? Nitamani waue wote hawa kwa sababu yako wewe.
lakini nikakumbuka ni vijana ambao hawana hatia. Siwezi kuisaliti familia yangu, ndio maana nimewaacha salama mpaka saa hizi tumerudi hivi. Kobla, kumbuka kwamba wewe unapokea amri tu. Mwanajeshi mara zote ni kupokea amri, lakini pia kuna muda anasaurika kabisa kupokea oda. Sasa nimeelewa. Kuanzia leo sio mwanafamilia tena. Kobla, sikiliza Kobla. Kobla ilibidi aache kazi, hawezi kufanya kazi ambayo hawezi kumjari. Kamata huyu. Imetolewa oda akamatwe, lakini ndio vile tena, hana namna. Ila Kobla hajaona kabisa kama kuna sababu ya kuendelea kuwa mwanajeshi, ikiwa tu hata katikati ya matatizo mazito hawezi wakakumbukwa. Hii ni moja kati ya sinema bora kabisa kutoka Benloyo Pictures. Nikukumbushe tu, kumbuka kusubscribe, kucomment pia na kushare. Moja kati ya mashine kubwa kabisa tena kama hizi. Hatari. Dennis. Umesahau kufunga mkanda, mister. Umesahau kufunga mkanda, bro. Kobla. Piga risasi. Piga risasi zote, pumbavu, kura ndunga. Na hapa ndio tunafika mwisho kabisa mwa sinema yetu. Tulikuwa na dubu kama Peter Mwasomora, bila kumsahau Chui Sebastian Wakisa. Tulikuwa pia na Swara Florian. Tulikuwa na Nyati Emmanuel Mwambipile, bila kumsahau Kobla Ibrahim Amos, Ali Swila, Leolent Samuel Mwalembe na wengine ukibao. Ndio rafanikisha sinema kufika hapa ambako tumepata bahati bora tena ya kuitizama. Producer anaitwa Bernard Edison, bila kusahau screenplay ni Benloyo Pictures. Director pia anaitwa Bernard Edison. Set designer anaitwa Bernard Edison. Custom designer pia ni Benloyo Pictures. Director picha ni Bernard Edison pia. Na mambo mengi kabisa yameshiriki kufanya vema kabisa ndani ya sinema hii. Na hii ni moja kati ya kazi bora kabisa pia kutoka ardhi ya Tanzania, mkoa wa Mbeya. Ila pia ni sinema ya Tanzania na East Africa kwa ujumla, si East Africa tu. Popote pale ambako Kiswahili kinafika, hii ni sinema kwa ajili yenu. Lakini pia ambao mko nje ya mataifa haya ama msikii lugha ya Kiswahili, ndio maana sinema yetu bora kabisa inazo subtitle. Maana hii ni moja kati ya sinema ya dunia nzima. Kazi kubwa kama hizi ni kutoka hapa Benloyo Pictures. Kumbuka tu kusubscribe, kucomment pia na kushare. Mashine imewekwa maneno ya Kiswahili ya King Khan kutoka Benloyo Pictures. Bara, sina la kuongeza hata moja, yote nimekwisha kumaliza.